Mtazamaji wa Bongo Headlines, mimi naitwa Dickson George, nyuma ya kamera yupo Medadius Mandoro, na hizi ni taarifa za kimichezo. Kama tunavyojua, ile mechi ambayo imesubiliwa kwa muda mrefu, imesubiliwa kwa hamu kweli kweli, kwa sasa imeota mbao ama imeahirishwa na bodi ya ligi. Mechi ya dabi ya Kariakoo kati ya Yanga dhidi ya Simba. Moja kwa moja tunaungana na mchambuzi wa michezo ambaye pia ni mdau wa michezo, atupe ya tathmini ama yale ambayo yanaendelea. Yeye anayatazama kwa sura ipi? Mkaraboko. Mambo vipi? Safi, habari yako? Mimi namshukuru Mungu. Saumu inaendaje? Saumu alhamdulillah, siku zinakwenda, ibada inaendelea. Kubwa tu Mwenyezi Mungu atutakase kwa kupata thawabu kupitia saumu, kwa sababu saumu ina vimengenya vyake ambavyo ndio kwa vifuatwe, usiende kuwa na ibatilisha wakati ambako funga inaendelea. Kwa hivyo tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie saumu ende vyema, iambatane na ibada na kufutiwa madhambi kama ilivyo dhamira ya saumu. Basi tuhuishe usomaji wa Qur'an. Basi kuna mambo mengi ya saumu, waamini wa dini tukufu ya Kiislamu wanafahamu. Turudi kwa yale ambayo yanaendelea hivi sasa. Ile mechi ya Kariakoo Derby, kamati au bodi yenyewe ya ligi imetoa taarifa kwamba mechi haipo tena. Mechi imeahirishwa kulingana na mambo ambayo yamesemwa hapo, na barua ilitoka mapema sana ya wekundu wa Msimbazi Simba, na barua ya TPLB yani bodi ya ligi nayo imekuja kupitisha yale na kusema kwamba mechi imeahirishwa. Kwako umeipokea kwa sura gani? Mimi nimeipokea tofauti kabisa, na haswa bodi ya ligi ni kama kalai la kupikia vitumbua. Shimo lina matundu. Unajua kalai la vitumbua, hiki kitaiva, kile kitaungua. Sasa bodi ya ligi ni kama ina umbo hilo sasa, kwa hiki ambacho kimetokea na hili linaloonekana sasa, kwa sababu bodi ya ligi ni anayesimamia kanuni za ligi kwa wadau wake ambao nao wanazifahamu kwa maana ya vilabu. Lakini bodi ya ligi ndiye anayetakiwa hakikishe mechi inayochezwa inasimamiwa vizuri kupitia kamati inayosimamia ligi. Unajua ukiondoa bodi ya ligi, ipo kamati ya kusimamia ligi. Mnafahamu vizuri? Ukiondoa bodi ya ligi, wanayo kamati ya kusimamia ligi. Ndio bodi ya ligi kuna kamati yao ndogo ya kusimamia ligi ndani. Mwenendo wa ligi wa kila siku, shughuli zinazofanyika. Kamati hii maana yake miongoni mwa kazi yake ni kuhakikisha kila mechi ambayo ipo kwenye ligi inafuatwa michakato ya kikanuni mpaka mechi inachezwa. Mechi hii Simba hawana kosa, Yanga hawana kosa. Kosa liko kwa bodi ya ligi, kwa sababu kikanuni sote tunafahamu field pitch ni kitu ambacho kinafahamika kikanuni kwamba timu mgeni inapotaka kwenda kucheza mechi kwenye uwanja husika, basi itapewa nafasi kufanya mazoezi angalau, inatajwa angalau, sio mara moja kwenye eneo husika kwenye muda huo unaofanana na mechi kuchezwa. Timu huo unaofanya kama mechi ni usiku utafanya mazoezi usiku, kama saa moja itafanya mazoezi saa moja, kupewa nafasi ya kufill pitch. Kwa hiyo jana Simba walienda sahihi tu, lakini walipofika pale kwa maelezo ya taarifa ya bodi ya ligi, maana mimi najadili taarifa ya bodi ya ligi, wanasema Simba walipofika pale hawakutoa taarifa kwa mtu yoyote. Sawa. Yanga wakawazuia wakiwa hawana taarifa. Lakini je, ni nani aliyetakiwa kutoa taarifa sahihi? Nadhani ni bodi ya ligi. Na nadhani Simba walipofika pale wakawa wanawasiliana na bodi ya ligi. Bodi ya ligi watoto wao ndio Yanga na Simba, si ndio chombo chao? Wao wenyewe kama wanafahamu hii mechi ina field pitch training ambayo ina nafasi kwa vilabu, muda wake unajulikana. Ni nani aliyetakiwa kuratibu wakati wana match coordinator? Manake match coordinator kazi yake ya kwanza kupitia pre-match meeting, kile kikao kabla ya mechi, ni kuhakikisha hivi vitu vyote vinafanyika kwa usahihi, kwa kufuata kanuni na taratibu kwa hawa vilabu na wao wasimamizi. Sasa match coordinator watu mpaka nafika uwanjani yeye yupo. Kama alikuwepo alifanya nini? Mimi nasema meneja wa uwanja huwezi kumlaumu sana, yeye ni sawa na mtu tu mmiliki wa nyumba anayejua kwamba mpangaji wangu ni huyu. Sasa akiona kuna mtu mwingine anakuja katika utaratibu mwingine atasema mimi anakuja bora sielewi. Sasa ukiangalia ndani kabla hivi vilabu ni bodi ya ligi. Lakini hii bodi ya ligi sio eneo hili tu. Bila kusema udhaifu tutakuwa tutaki kurekebisha makosa. Kwa sababu hawa ndio wenye utaratibu wa kusimamia ligi. Kabla ya vilabu kulalamika, sijui watasema mashabiki waweke kando, ndio wanafanya watu sasa waanze kuchukia mpira wetu. Sababu juzi yako maneno yalikuwa yanahusu Ally Kamwe kufungiwa. Ndio. Nikikwambia bodi ya ligi kama kawaida kupokea vitumbua utaona hapa. Ally Kamwe sikataja kafungiwa. Hakuna mahala popote ambako wametoka kukanusha ama kukubali, kwa sababu swala Ally Kamwe limezungumzwa sana. Kafungiwa miaka miwili. Tafsiri yake ni kwamba kumbe kwenye vikao vyao mambo yanavuja. Lakini leo hii mfano ni mwepesi. Leo hii asubuhi kwenye peji yao wameposti mechi ipo. Ndio. Young Africans wameposti mechi ipo, kwamba watu waende kiwanjani. Mchana baadaye wanakuja kusema mechi hakuna. Lakini
Hii ni bodi ya ligi ilishapokea malalamiko. Kulikuwa kuna tabu gani kuambia jamani tutatoa taarifa rasmi nini kinaendelea, tunaendelea na vikao vya ndani. Wakati wanaendelea kuposti mechi mpya, watu wanatoka Morogoro wanasafiri wanakuja, wanatoka Arusha wanakuja, kutoka nje ya nchi wanakuja, watu wanatoka Mbagara, Dar es Salaam jiji kubwa wanakuja, wanakwenda viwanjani wakiamini kwamba mechi ipo. Watu wamenunua vingamuzi leo. Watu wametangaza matangazo yao ya biashara leo. Watu wamesafiri leo, wamekwenda uwanjani. Kuna watu wametumia gharama mbalimbali kwenye mchezo. Asubuhi wanafahamu kuna mgogoro, wameshindwa kutoa taarifa tu kwamba jamani hebu subirini kwanza mgogoro tunaushughulikia. Kwa hiyo kabla hatujatoa taarifa rasmi watu wasingesafiri. Sasa hapo ndo nagundua ni kalai la kupikia vitumbua, yani matundu mengi ukipika vitumbua sio vyote vinafanana na rangi. Hiki kimeungua, hiki kimeiva. Ndicho ambacho kimejiri. Lakini Yanga Africans wamepeleka timu uwanjani. Timu iko uwanjani sasa hivi. Hicho kikao walifanya bodi ya ligi na nani sasa? Na Simba. Wametoa taarifa, mdau mwingine kapeleka timu uwanjani. Maana yake kuna shida ya ushirikishwaji. Na sio ushirikishwaji, inaendeshwa kwa ushabiki. Na si ushabiki, yako matukio yanadhihirisha. Kwa mfano, kikao cha kamati ya maadili kimevuja. Kama kimevuja kwa usahihi hakuna aliyekanusha. Kama kimevuja kwa ubatili hakuna aliyekanusha. Swala la Ally Kamwe kafungiwa, taarifa za tambako kwenye mitandao ya kijamii hawajakanusha. Leo wamerudia tena. Asubuhi wanasema kuna mechi. Mchana wanakuja wanakanusha. Sasa unajiuliza, hii ndio bodi inayosimamia mpira wakati huu ambako inabidi kila tukio kwake liwe na taarifa sahihi. Kama kuna mgogoro mmeupokea, semeni uambieni umma tunachakata jambo. Bodi imekaa kikao inazungumza. Lakini bodi inaonekana walikuwa na Simba, wako na viongozi wao ambao wamefanya matukio, huko Yanga wamewaacha, ndio maana Yanga wamekuja na mechi imeendelea. Yanga, Simba wote ndio wanaunda bodi ya ligi. Kwa baada ya tukio la jana ilikuwa wafanye mawasiliano. Ukisema wanaunda bodi ya ligi unakuwa na maana gani? Bodi ya ligi inaundwa na vilabu. Ndivyo kodi of affiliation. Ili kiongozi wa bodi ya ligi unatoka na vilabu. Kanuni hizi zimeundwa na vilabu. Zinazungumzia field pitch na vitu vingine vyote zimeundwa na vilabu. Kwa hiyo jambo lolote lilikuwa wawasiliane haraka. Tukio hili ni kubwa, limetokea jana na wangekuwa wanajua thamani ya mashabiki. Bodi ya ligi TFF hawajui thamani ya mashabiki wa nchi hata siku moja. Hawajui hasara ya mashabiki hata siku moja. Hawajui hisia katika. Ndio maana unaona mambo wameyafanya kienyeji tu, wamerahisisha tu mechi hakuna saa 8 mchana. Watu wamesafiri tangu asubuhi. Tukio limetokea jana, ilikuwa taarifa itoka kwenye peji yao, jamani tutashughulikia mambo tutashughulikia. Kwa nini kuna ubaya gani? Kwa nini bodi ile imegawanyika? Kuna usimba na uyanga. Matokeo yake hawawezi kufanya maamuzi. Na tabu nyingine wakiambiwa utata mwingine. Unajua tumejenga Watanzania mkosoaji anaonekana adui. Lakini unapokosolewa unatafuta watu wa kukusifia baada ya kufanyia kazi mambo unayokosolewa. Sasa hivi watu wanataka kuzungumzia maslahi ya ushabiki. Hebu weka kando. Huyu mwingine hajui kama mwenzake anakuja. Huyu mwingine kanuni inamruhusu aje. Kanuni lakini inasema mtu aje. Kwani mwenye kanuni ni nani? Mwenye kanuni si bodi. Kwani bodi anashindwa kusimamia utaratibu kujua pre-match meeting tumekaa, hawa wanakwenda kufanya field pitch. Field pitch anaenda saa ngapi? Yanga field pitch anakuja Simba muda fulani. Mazingira ya field pitch yako tayari? Si mawasiliano. Match coordinator kazi yake nini? Si kuratibu ile shughuli. Kwa nini Yanga hajui, hawa wanajua eti tu kwa sababu kanuni imeandikwa? Haiwezi kuwa hivyo. Yanga utawalaumu bure. Na ndio maana Yanga Africans nao wametanua msamba sasa hivi. Wamebeba manake mechi nyingine nao haitaki. Hataki mechi. Unajua wataki mechi. Fasili yake unajua? Bodi imeshindwa kufanya, wanasema consensus ad idem. Lazima mtengeneze mazingira ya watu kuiana kusema vizuri. Haya ndio mapungufu ya bodi. Maana yake jembe limekatikia, yani unasema jembe limekatikia kwenye mpini. Bodi mwenendo wake jembe linakatikia kwenye mpini. Mambo hayamaliziki kwenye bodi ya ligi na hili lazima tuliseme kuanzia TFF na mamlaka ziwe zinafanya kazi tutuya. So watu wakiambiwa na jaziba, maana viongozi wetu wakati mwingine wakiwaambia watu jaziba juu, yani unakuwa mtu kawa na kufuata mamlaka unazofanya kazi kwa maslahi ya watu wengi. Kumbuka kuna maeneo utakosea urekebishwe, lakini miongoni mwa kitu muhimu kwa mamlaka ni kuheshimu kanuni na taratibu tu. Na kwenye kuheshimu kanuni na taratibu watu wanafanya proactive measure. Hakikisheni sheria ifuatwe kabla haijatoa adhabu. Sasa sisi sasa hivi wanataka kutoa, wamejikita kwenye adhabu. Kanuni inasema kwani kuiratibu kanuni inayosema kuna dhambi? So ziko machinery agencies kwenye board zinazosimamia shughuli za siku. Ulikuwa na shida gani? Kuhakikisha bwana match coordinator field pitch saa ngapi muda fulani? Young Africans wenzetu watakuja kufanya field pitch muda fulani. Simba tumewasiliana mnakwenda kwenye field pitch muda fulani. Muda huu mko wapi? Sio kazi ya match coordinator. Manager pale uwanja bwana kuna field pitch muda fulani mtu fulani. Huu ni mchezo umeendelea zaidi ya mwaka mzima.
Kwa nini? Hii ni aibu ya mpira wa nchi. Ni aibu kwa mamlaka. Kwa hiyo nataka hata mawaziri tuanze kuomba tusaidie sasa hivi. Maana tunataka mpaka viongozi wetu wa mpira sasa wasaidiwe na wanasiasa. Kwa nini? Ni udhaifu wa kufanya mambo kwa upendeleo. Udhaifu wa kufanya mambo bila kuyaona na uzito. Lakini lazima tuseme mpira wa nchi hii watu waache ubabaishaji na kushipenda kushangiliwa. Huu ndio udhaifu wa TFF na upendeleo kwenye maeneo mengi. Na kuogopa mpaka watu wanahisi vilabu vikubwa vigusiki. Hapana, wanakwenda wanafahamu vilabu vina hisia za watu wengi. Kwa miongoni mwa vitu vya kufanya kazi kuhakikisha kanuni zinafuatwa tu kuliko jambo lolote. Sasa kanuni mkianza kuburuza miguu mnashindwa. Na kitu kingine, wanao udhaifu kwenye eneo lao la utoaji wa taarifa. Mimi nimekuwa mtu mara nyingi nasema katika eneo la taarifa TFF jembe linakatikia kwenye mpini, wana udhaifu mkubwa kwa sababu ukianza kukumbuka matukio yanayochelewa kutoa taarifa ni mengi. Wao wanataka kutoa zile taarifa ambazo tunasema ni taarifa za kazi, lakini ziko taarifa zingine za kiutendaji zinazohusiana na changamoto lazima zitolewe mapema. Leo mashabiki wa mpira wa nchi hii wamehujumiwa na bodi ya ligi kwa sababu watu wamepata hasara, hakuna itakayofidiwa kokote, mamlaka haziheshimu chochote, wameruhusu watu watunishiane misuri baada ya kukaa katikati kurudiana kwa kanuni na kuelezana ukweli. Na kwa nini wanatunishiana misuri? Wamejua kuna udhaifu kwenye bodi. Kuna udhaifu kwa viongozi, kuna udhaifu wa viongozi kuchukua hatua. Na ndio maana watu wanaangalia ndani wanaona kama kuna vitu haviko sawa sawa. Haviko sawa sawa. Kuna wale wanaosema busara zitumike. Busara ndio nini? Sasa busara gani imetumika sasa? Sababu busara ndio kwa wiki wamekaa na Simba hawajakaa na Yanga. Kwani Yanga wapeleke timu uwanjani? Umeona Arafat anachoandika? Kwamba haamini kama Yanga anaweza kucheza mechi nyingine ya msimu. Nani leo ataleta fedha awekeze kwenye mpira wetu kwa tabia hizi? Nani leo tunasema ligi ya 6 Afrika watu wanagombea kucheza mechi? Jambo dogo tu la kikanuni ambazo tumeziandika zipo na zinatafsirika linatushinda. Hii ni aibu ya nchi. Tumenajisi mpira wa nchi. Leo bodi ya ligi imeratibu unajisi wa mpira wa nchi kwa sababu kama Yanga anagomea, Simba anagombea, mashabiki wamehujumiwa, mnafanyaje? Haya ndio wamefanya maamuzi. Sasa haya maamuzi wamefanya nani? Na huyu mwingine anayegoma? Tumezungumza na mashabiki ambao wamejitokeza pale uwanja wa Benjamin Mkapa, wanadai kwamba wamezulumiwa fedha zao na wanao uzoefu. Hata hivi vilabu Morogoro isha kuchezwa mechi Simba wamechukua, ilikuwa JKT Tanzania na Simba Morogoro. Watu walilipa viingilio vyao ikaja kuchezwa mechi ya Dar es Salaam wakalipa tena. Hii nchi tumefikia huko. Inachukuliwa kama wizi. Ni utapeli. Lakini leo shabiki ambaye katumia gharama kubwa anarudishwa fedha na nani? Hamna kumrudishia. Ni damage wamesababisha kwa watu, madhara makubwa. Lakini kwa nini tunafika huko? Uoga, kuogopana, upendeleo, ushabiki au kukosa weledi. Yote ni mambo ambayo kiazungumza unagundua tuna shida kwenye bodi ya ligi. Bodi ya ligi kwa kweli ni kama karai ya vitumbua. Yaani vitaiva vingine havivi. Vingine vinaiva, vingine havivi. Ndicho ambacho nakiona katika bodi ya ligi, na hili ambalo limejiri kwa Watanzania ni aibu katika mpira wetu ambao tunasema unakuwa sana. Vilabu nadhani viongozi wa vilabu dawa yao kanuni tu ndio wabane, lakini wanashindwa kusimamia kanuni, wanaogopa. Simba na Yanga wanaogopa. Yanga nao watu kuelekea timu uwanjani watayumba tena. Haya mambo haya ndio wanafanya siku zingine viongozi wa serikali, tuwatoe viongozi wa serikali kusaidia mambo ya mpira. Watu wako kwenye mpira wababaishaji. Ni ubabaishaji uliofanyika huo. Yaani hili warudie bodi ya ligi ndio wenye kanuni wanataka kusimamia yote hawa, wasimsingizie mtu. Si wana kamati ya kusimamia ligi inafanya kazi gani? Kamati ya kusimamia ligi pamoja na kuhakikisha mazingira yote kucheza mechi yamefuata kanuni. Kwani sheria si zipo? Kwa nini polisi wanashughulika na mambo ya jinai? Kwa nini subiri mahakamani ukafungwe? Kwenye barua yao wanasema kuna matukio ambayo yanahitaji uchunguzi wa muda mrefu kidogo, ndio maana mechi ikaahirishwa siku ya leo. Hatukinzani na uchunguzi wao sisi. Katika maelezo yao, kama umeisoma barua yao ambao tukiwauliza maswali wao wenyewe, anataka kusimamia hizo kanuni ni nani? Wao ndio wasimamizi. Kwa nini nao wanaeleza sijui Simba hakutoa taarifa hapa, Simba hakutoa taarifa pale? Wewe ndio mwenye mpira wako ambaye unatakiwa kujua mechi hii inachezwaje, na una kamati ya ligi inayosimamia ligi na mechi husika, na unaweka mpaka maafisa wa mechi. Wana mechi coordinator, kazi yake unaijua? Wana mechi coordinator hawa. Wana manager wa uwanja hawa. Wana marefari hawa. Match coordinator ni anaratibu mechi kabla ya mechi, kuhakikisha pre-match meeting imefanyika effectively, press wamefanya effectively, hawa free pitch watafanya saa ngapi, hawa wengine wafanye jukumu gani, mazingira gani ya mechi yaandaliwe. Si ndo kazi yake? Sasa kafanyaje hiyo kazi?
Na wakati rapture inatokea, match coordinator alikuwa anafanya nini? Ule vurugu ya jana watu wanavutana jana, match coordinator anafanya kazi gani? Kwani match coordinator wanamjui? Match coordinator anatangazwa. Ndio. Match coordinator wa dabi hii ni fulani. Match coordinator imetokea rapture huko, alichukua watu gani ili kurekebisha mapungufu. Kwa hiyo ukifuatilia ndani, tatizo lenyewe ni kwenye bodi ya ligi, wala sio Simba na Yanga. Tatizo ni bodi ya ligi, sio Simba na Yanga. Haya mambo yanayotokea si mara ya kwanza, sio mara ya pili. Athari zake huko mbele ni zipi? Athari zake kupoteza soka mvuto. Alafu tunaishi karne ya 21 ambayo inaenda kwenye AI, artificial intelligence. Tunaanza kuonekana sisi tunaishi kwenye karne yetu ya kizamani ya kukosa weledi, alafu kutokuaminika. Alafu hii inamchafua mpaka rais wa mpira wa nchi ambaye kafanya kazi kubwa sana, Rais Karia. Tunasema ila ana watu wanamwangusha. Rais Karia yule kiongozi ambaye mimi nasema ana watu wanamwangusha. Si ni maswahiba. Unajua sometimes uongozi tunaongoza kwa kufanya kujuana. Wapunguze kujuana TFF. Kujuana, utendaji wa kujifanya watu wanajuana mbaya sana. Alafu kuna ubabe inaonekana. TFF. Rais ana organs zinazofanya hii kazi. Kuna bodi, sipo. Pale bodi kuna kujuana sana. Kuna ubabaifu sana. Safari fulani Young Africans walitangaza uwanja wa KMC bila hata bodi kustaja. Bodi wakaufiata. Kabla ya bodi wakaufiata. Kuna kujuana. Zipo kesi za usajili za wachezaji, ukisikia kauli zinazotoka kwenye kamati za maadili na kamati za utendaji za usajili na nini, kuna unagundua kuna shida ya kujuana kuliko weledi. Mpira usimamiwe kwa weledi, sio kujuana. Shida iliyopo kujuana kumezidi. Sasa hii inaenda. Sasa hivi watu wataanza kukosa imani na viongozi wa mpira wote wa nchi. Wamesababisha hasara kwa mashabiki wa mpira. Watawaambia nini mashabiki wa mpira? Rais wa mpira wa nchi aangalie shirikisho lake na organ zinazoratibu shirikisho. Kuna shida kubwa. Kujuana, uswahiba, ushabiki ndio tatizo tuko nalo kwenye mpira wetu. Na tusipoyasema haya, tukiyasema kasidika, ndio haya yanayotutafuna. Ushabiki, kujuana, uswahiba. Anakosea huwezi kumwambia kwa sababu shabiki yake. Unamjua rafiki yako. Unatajwa si timu. Kuwa na timu haijai kuwa dhambi. Hakuna kiongozi, hata mimi nina timu. Hata wewe una timu yako, lakini fanya kazi kwa weledi. Haya ndio maeneo ambayo yanatupa wakati mgumu kwenye mpira wa nchi. Na ndio maeneo ambayo watakuwa warekebishe. Wasiporekebisha hayo, mpira wetu utakuwa hivi. Kuwa na timu haijai kuwa, hakuna kiongozi atakosa timu, si mtu wa mpira bwana, lakini tufanye kazi kwa weledi. Hizi ni aibu. Mnaifanyisha jamii inajadili matatizo ya watu kila siku. Hili taifa gani hili? Yaani kinachotusumbua Tanzania ni uwajibikaji tu. Watu hawajibiki. Sasa leo mtu anasimama kabisa anakueleza kwenye taarifa yake tumeenda tumeona huyu ana mawasiliano na hata huyu kawekwa na nani? Match coordinator kawekwa na nani? Ukiwa kuna uwajibikaji, wewe utakayekosea uwajibikaji wako mimi nitakusaidia. Ndio maana kuna kitu kinaitwa collective responsibility. Uwajibikaji wa pamoja haina maana wote mnafanya kazi pamoja, ila mnakumbushana wajibu. Bwana hapo fulani okay. Sasa nani kwa anasema collective responsibility? Hakuna uwajibikaji kwenye bodi ya ligi. Ndio tatizo. Ndio naelewa. Tatizo liko bodi ya ligi kwa kiwango kubwa. Karaboko, shukrani sana kwa kutupa tathmini yako. Asante sana. Mtazamaji wa Bongo Headlines, tulikuwa tunazungumza na Zuberi Mkalaboko, na hayo ndio ambayo ametueleza siku ya leo baada ya mechi ile ya dabi ya Kariakoo kuhairishwa na bodi ya ligi. Hii ni Bongo Headlines, nyuma ya kamera yuko Medadius Mandoro, naye pia anahakikisha picha mjongeo unazipata kwa uzuri. Endelea kufuatilia taarifa zetu za kimichezo kwa kusubscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.